Ni furaha kubwa kabisa. Tunashukuru Mungu kwa sababu hakuna kile ambacho tulikitenda, ni nguvu zake na neema yake ndiyo ambayo imesababisha kwamba tujione katika mwaka huu wa 2026. Unajua kuna changamoto nyingi ambazo tumezipitia mwaka huu wa 2025. Ndio. Kama majanga ya vita. Hii vita kabisa imefanya kwamba uchumi na nguvu za wengi ziweze kuzorota, lakini Bwana ametuvusha na amekubali tuingie katika mwaka mwingine, na hii inasababisha kwamba tuweze kumshukuru. Acheni kwanza nikutakie mwaka mpya. Barikiwa pia mtangazaji wa habari, na shukuru kuwa pamoja na wewe leo. Nikutakie pia mwaka mpya. Asante wewe. Tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka 2026 ni kwenye uwanja mkuu wa kanisa la Nyabibwe, ambapo kwa kweli kulikuwa mkutano mkuu kwa siku ya leo ya Sabato ya kwanza mwaka huu 2026. Nimefanikiwa kuwa pamoja na kijana hapa, ataweza kuwa amejitambulisha. Karibu. Asante. Kwa majina, mimi ni Alindwai Bagi John. Ndio. Ninafurahi kuwa pamoja na wewe leo. Asante sana kwa kujitambulisha. Na mnajua, kabla tuweze kuendelea kuongea, acheni kwanza nikutakie mwaka mpya. Barikiwa pia mtangazaji wa habari, na shukuru kuwa pamoja na wewe leo. Nikutakie pia mwaka mpya. Asante sana kwa kujitambulisha. Sasa wewe Alindwai, najua wewe ni msabato. Unafanya kazi gani, huduma gani ambazo unazifanya kwenye kanisa la Kisabato? Ni kwamba ninakuwa mmojawapo wa wazee wa kanisa mwaka huu, kanisa la Himbi hapo Goma. Na kuona hapa Nyabibwe, ni jitihada gani ambazo zimeweza kuleta hapa? Ni kwamba hapa Nyabibwe ndiko nyumbani, ni hapa ndipo ambapo nimezaliwa, nimekomalia hapa na nimefanya kazi nyingi hapa Nyabibwe. Hapa ni nyumbani, nimekuja kusalimu wa ndugu, kanisa na marafiki. Wewe sasa unajisikiaje kuona umo miongoni mwa wale ambao wamejikuta kuingia kwenye mwaka huu mpya? Ni furaha kubwa kabisa. Tunashukuru Mungu kwa sababu hakuna kile ambacho tulikitenda, ni nguvu zake na neema yake ndiyo ambayo imesababisha kwamba tujione katika mwaka huu wa 2026. Asante sana, ubarikiwe sana. Kuna wengi ambao walifariki, lakini sisi tumejikuta ndani ya mwaka huu. Kwa kweli ni neema kubwa sana. Sasa wewe ndugu yangu, hii kuonekana hapa, je, mwaka uliopita kuna kile ambacho kwa kweli kiliweza kuwa tofauti, hata kikaweza kuwa kibaya kwa maisha yako kibinafsi, ambacho kinaweza kuwa sababu yako ya kumshukuru Mungu? Unajua kuna changamoto nyingi ambazo tumezipitia mwaka huu wa 2025. Ndio. Kama majanga ya vita. Hii vita kabisa imefanya kwamba uchumi na nguvu za wengi ziweze kuzorota, lakini Bwana ametuvusha na amekubali tuingie katika mwaka mwingine, na hii inasababisha kwamba tuweze kumshukuru. Ubarikiwe sana, ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Wanadhani wale watu huko Goma, mahali ambapo unahudumia, watakuwa wamebarikiwa na kusikia sauti yako. Sasa wewe, kanisa iweze kutarajia mambo gani kwa kweli ya kuonesha ukuaji wake, iwe huku Nyabibwe na huko Goma? Ni kitu gani ambacho kwenye mpango wa kanisa la Kisabato kimeingia kiundani na kitakuwa tofauti na miaka ambazo zimeweza kupita? Najua ni kwamba katika muhula huu wa miaka 5 ambao tunauanza, tunakuwa na mada yetu ama neno la moto, ni kwamba tuwe imara katika maandiko. Amina. Na tuelekezwe kwenye utume. Ni kwamba tunaita washiriki wote tuweze kujenga kwenye maandiko, tuweke mizizi yetu kwenye maandiko, maandiko yaweze kutubadilisha. Washiriki, viongozi, tuweze kupendana kulingana na maandiko, na hapo ndipo tutaweza kuelekezwa kwenye utume. Amina. Kwa kweli tunaendelea kubarikiwa na mmoja wa wazee wa kanisa la hapo Himbi. Sasa huko tayari uchaguzi umekwisha kufanyika wa viongozi wapya wa kanisa, kwamba katika mwaka huu wa 2026 ndio kumewekwa uongozi ambao utahudumia watu wa Bwana katika mwaka huu.
Amina. Na wewe uko tayari kwa kuendelea saidiana na wale ambao wameweza kuteuliwa kwa kazi ya Mungu? Najua mwito wa Bwana unapokuja, Mungu anapokuita, hauna sababu yoyote ya kupingana na yeye, kwa sababu hata kama unaona ya kwamba haujakamilika kama ilivyo ili kuchukua nyadhifa kama na hizo, lakini tuelewe ya kuwa Mungu anapokuita kwa kazi ana malengo makubwa. Anapokuita kuwa shemasi, mzee, mwimbaji, ni kwamba kupitia huduma hizo aweze kukubadilisha, kwa sababu tunapoishi pamoja na yeye, kwa kuona, kwa kusikia, tunabadilishwa. Kwa kuishi pamoja na yeye, anatufanya, anatuumba upya na tunabadilika. Asante sana. Unaweza kutukumbusha kabla tuweze kuhitimisha kipindi chetu cha maongezi, program maalum za kanisa kuhusu mambo ya Injili? Kama unao habari fulani kuhusu mipango ya General Conference Union kuhusu Injili, mwaka huu tutarajie mikutano ngapi ya Injili? Kuna vipindi vingapi vya Injili? Ni kwamba katika division yetu ya Afrika ya Mashariki na ya Kati, kuna mpango mzuri wa kuhusisha kila mtu kuingia katika mikutano ya Injili, na hapa kuna mikutano ya Injili 4 ambayo imeandaliwa kila robo, kama mwaka unavyokuwa na robo 4, na kila robo ni mikutano. Kuna mkutano ambao unaandaliwa katika division yetu yote. Ndiyo maana tunaalika washiriki wote kuweza kuchukua sehemu yao katika mikutano hiyo. Asante sana na kushukuru sana kwa kuona umeweza kushiriki kipindi nasi siku ya leo. Kwa kweli ubarikiwe sana. Acheni nikakutakie mwaka mwema, acheni nikakutakie masomo mema ikiwa wewe utaweza kusoma. Kwa kweli ubarikiwe sana na Mungu aweze kuneemisha na awe kwa majibu kwa haja na watu. Nami pia nakushukuru. Asante.